sisi ni masiku tu. Asema ya ibn Adam, innama anta ayyamun, mwanadamu hakika wewe ni masiku. Fa idha dhahaba yawmuk faqad dhahaba ba'duk, ukiona siku moja yako imekwenda, tambua kwamba sehemu kutokana nawe imeshaondoka. Japokuwa watu wengi tunaona kama ikipita siku huwa tunaiaga ile siku. Kizama jua tunasema naam, laqad wadda'na al-yawma ash-shams, wadda'na shamsa al-yawm, leo jua la leo tumeshaliaga, limezama. Lakini kwa hakika huwa hatuliagi jua, huwa tunaiaga siku miongoni mwa siku zetu, huwa ishatutoka ile siku. Kwa hiyo tulikuwa tuna umri umebaki labda siku 2, kwa hiyo siku moja ishaenda, hiyo imebaki moja. Kwa hiyo yoyote itakayoondoka katika umri wako, ile kusherehekea sijui birthday sijui nini, tukakata keki tukafanya nini, ukweli wa mambo ni kwamba tumeiaga siku yetu, imeshaondoka. Mwenzetu ameshatangulia, sisi tuko nyuma yake tunaenda. Mwenyezi Mungu inshallah atupe husnul khatim. Darsa yetu inaendelea na tumeomba uvumilivu na utulivu kutokamana na zile nukta ambazo tunaziorodhesha katika majlisi yetu hii ya Ramadhan. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanya hapa, tukusanye kesho pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riyadhil janna. Jana tulizungumza angalau nukta 2 au mambo mawili katika asbabu al-inhiraf al-khuluqi inda al-awlad, sababu zinazopelekea watoto wetu kukosa adabu na kukosa maadili na hatimaye kuwa mzigo katika familia, kuwa mzigo katika nyumba, kuwa mzigo katika mtaa, kuwa mzigo katika nchi. Tunapoboresha maadili na akhlaq za watoto wetu, kwa hakika tunaisaidia mpaka serikali kuwa na raia wema, sababu wale wanaowatukana viongozi kutwa kucha ndo sisi ni watoto wetu, ni jamaa zetu, ni wajomba zetu, ni ami zetu, ni babu zetu. Lakini tunapotengeza maadili kutokea chini kule, tunalitengezea taifa raia wema. Sasa nimelitaja jambo la inhilalul khuluqi, kusambaratika au kupinda kwa maadili, kwa sababu ndani ya maisha yetu hakuna mtu hata mmoja katika wazee anaridhika na maadili mabovu ya mtoto wake. Hakuna hata siku moja, na wala hutosifiwa kwambia bwana tunakupa hongera, mwanao hana adabu kweli kweli hapa mtaani. Na kama atatumika katika special case za kwenda kuchuana na wakosa adabu wenzake, faida yake itakuwa hiyo tu, kwamba bwana tumtafute mtu mtukanaji hodari, kwa sababu tunatukanwa na hatuwezi kutukana, kwa hiyo yeye atatulipizia. Labda inaweza ikawa ile, lakini haya sio mambo ya kuendelea, na wala sio sifa mtu kwamba wewe unakodiwa kwa ajili ya kwenda kulipiza au kufanya kitu kibaya. Anasema almar'u bikamalihi la bijamalihi, walmar'u biadabihi la biathwabihi, walmar'u bifadilatihi la bifasilatihi. Sema haya mambo matatu ya hifadhi sana. Almar'u bikamalihi, mtu huwa ni mtu pale anapokamilisha utaratibu wa desturi zake, akawa na tabia nzuri kwa ukamilifu. La bijamalihi, si kwa sababu ya uzuri wake wa sura. Hautosifiwa hata siku moja na waungwana, na wala hautokuwa na faida eti kwa sababu wewe ni mzuri kuliko wote hapa mtaani.
almar'u bikamalihi la bijamalihi, walmar'u biadabihi la biathwabihi. Mtu huwa ni mtu kutokamana na zile adabu alizofunzwa, sio kwa sababu ya zile nguo alizovaa zikamfanya aonekane smart mbele ya watu. Walmar'u bifadilatihi la bifasilatihi, na mtu huonekana mtu kwa sababu ya matukufu mazuri, maboreko ya hali yake na muamala wake kwa watu, sio kwa sababu ana kabila kubwa, sio kwa sababu anatoka katika shina la watu madhubuti katika ukoo. Hapana, vitu ndivyo vinavyomfanya huyu mtu akawa mtu wa kweli. Vinginevyo atakuwa hana tofauti na mnyama katika baadhi ya mambo mengi sana. Ndio maana Qur'ani ilivyozungumza wakati fulani kuwazungumzia watu kwamba hii kuelekea mashariki na magharibi sio tu katika wema. Angalia katika suratul Baqara, Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinna al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yahesabu haya mambo ambayo unayasoma katika Qur'an, uone ni mangapi tunaweza tukayaweka yakafiti katika makarimul akhlaq na ni mangapi tunaweza tukayaweka katika ibada. Anasema sio katika wema tu, kwa sababu watu wanafikiria ukiswali tu basi ndio umemaliza, ukifanya ibada basi imekwisha. Allah anasema la, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib. Msihesabu kwamba huni katika wema peke yake tu kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi katika ibada labda ya swali, kwamba mtu ameshatosheka, mimi na swali basi. Lakini humo msikitini ukikuta viatu vya mtu unapita navyo, bahasha imedondoka unaichukua unaenda nayo, na honda ya mtu unaichukua, wewe si umeswali? Kwani sala ndo peke yake? Kuna mengine mengi yanakusubiri. Ndio Allah anasema laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Nambari moja, imani. Katika wema mkubwa ni mtu kuwa na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimwamini Allah kuna translation ya imani yako automatically, unakwenda katika kila aliloamrisha Allah unalichukua, alilolikataza unaliacha. Imani haikupi wewe kuvuruga uhusiano wako kati yako na Allah jalla jalaluhu. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah, malaika, na kabla malaika al-yawmil akhir, na of course mitume. Man ataa Allah faqad, man ataa ar-rasula faqad ataa Allah. Kwa hiyo katika wema ni kumwamini Allah na siku ya mwisho na malaika. Wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbi. Ukiamini malaika ukaamini vile vile na kitabu Qur'an, wal kitab wan nabiyyin, kaamini na mitume. Sasa angalia, bado hapa unazungumziwa iman iboreshwe kwanza, kwa sababu matendo yote bila iman ni sawasawa na mwili hauna kichwa. Lakini nataka uhesabu wewe yale ambayo ni makarimul akhlaq baada ya mazungumzo haya, na ibada utazipata ngapi? Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir
wal malaikati wan nabiyyin. Kuna moja hapo tumeitoa, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa binas sabil wasailin wa fir riqabi wa aqama as-salah. Angalia sala ilikotajwa, wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Conclusion ya haya yaliyotajwa. Umehesabu mambo mangapi yametajwa hapa? Mambo mangapi yametajwa? Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billah. Moja, mwenyewe Allah, wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Ngapi? والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء wa hina al-ba's. Angalia, a very nice conclusion. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yani katika makarim al-akhlaq ingelikuwa tusizungumzie isipokuwa aya hii peke yake ingekuwa inatosha, sababu Mwenyezi Mungu alivyowataja hao wenye sifa hizo, mwisho anasema ulaika alladhina sadaqu, hawa ndio wa kweli. Hawa waliowataja katika hizo sifa zilizotangulia ndio waliosadikisha, wakawa wa kweli katika vitendo vyao na maisha yao na imani zao. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wacha Mungu. Sisi tumeambiwa tuje kufunga tupate ucha Mungu, basi wacha Mungu ni hao. Ala, lakini angalia, mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na mitume, aposema akatoa mali yake pamoja na kuipenda kwake kuwapa watu wa karibu naye, jamaa zake na mayatima na maskini. Huu yote ni ukarimu, ni akhlaq hizi. Na wapita njia na waliokuwa wanataka kujigomboa katika utumwa, yote hizi ni akhlaq. Kisha akasema walmufuna biahdihim, hizi pia ni akhlaq, wale wenye kutekeleza ahadi zao, idha ahadu, pindi wanapoahidi. Kisha anasema wasabirina, wenye kusubiri, wenye subra, fil ba'sa wadh-dharra, katika misukosuko, masaibu, maradhi, kila aina ya, ukiwa na subra Allah akakuingiza hapo na kusifu. Kisha wahina al-ba's, na kukitokea milipuko ya vita labda na vitu vingine, lakini mtu akawa na uvumilivu na ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahumma ij'alna min alladhina sadaqu wa min alladhina yattaqun. Sasa katika vitu vinavyopelekea maisha ya mtoto kuharibika kitabia, tumesema moja, alfaqru almukhayyam au alfaqru alladhi yukhayyim ala baadhi al-usar, ufukara, umaskini. Kwa hiyo tunaona kwamba umaskini ni adui, ufukara si kitu kizuri. Ndio maana Mtume miongoni mwa mambo aliyokuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika, najikinga kwako ya Rabbi. Kuna vitu vingi kajikinga navyo Mtume. Al-bukhl, moja ni ubakhili, ghalabati dain, qahri rijal,
su'il kibar, alhammi, alghammi, alhazan. Lakini miongoni mwa hivyo vitu ambavyo Mtume alikuwa akijikinga kwa Allah visimpate, alfaqr. A'udhu bika min alfaqr, najikinga kwako na ufukara, kwa sababu ufukara unafanya mambo. Hata pale nyumbani wanasema idha dakhala alfaqru min babin qafaza alhubbu min an-nafidha. Ufukara ukiingia kupitia mlangoni, mapenzi yanaruka kupitia dirishani, yani havikutani. Unaweza ukaona maisha haya si maisha kwa sababu ya ufukara. Ufukara sio kitu kizuri. Mali tunazihitaji, na ndio maana tunakaa kwenye misikiti mikubwa kama hii. Hii imejengwa, ukiambiwa hesabu yake Mzee Zakaria almarhum alivyotumia hela hapa, utashika kichwa. Ni pesa zimetumika. Kama ni ufukara tungempata wapi? Na misikiti mingine kama Jamia Zanzibar, misikiti mikubwa zote zile ni hela. Na mabarabara yetu naona inang'ara Unguja, tunapita kwenye barabara nzuri katika vichochoro, ni pesa zinatumika kujenga vitu kama hivyo, masoko na vitu vinginevyo tunavyo, zote nyumba nzuri nzuri hivi, nguo nzuri tunazovaa, ni pesa. Ufukara ni kitu kibaya. Ndio maana utasikia tunapiga vita ufukara, tunapiga vita ujinga, tunapiga vita maradhi, kwa sababu haya ndio mambo ambayo ni makubwa, yanadumaza mpaka akili za watu wetu. Sasa ufukara unapokuwa nyumbani pale, unawashughulisha watoto, inakuwa sababu ya kupoteza mwelekeo wao kimaadili. Ya pili tukasema, ya pili tulisema nini? Nimesahau. Migogoro. Sijasahau, lakini kwa nataka kuona kama wanafunzi wanafuatilia vizuri. Wanasema ya pili, an-nizau wash-shiqaqu baina al-abai wal-ummahat, yani migogoro na migongano baina ya wazazi wawili. Na hii migongano na migogoro inakuwa si mizuri, hususan inapokuwa ni mbele ya watoto. Unajua, sitamani mimi kumwona rafiki yangu anapigana, yuko anapigana na mtu ninayempenda, ninayekuwa naye, anapigana na mtu, anavurugana na mtu, anatukanana na mtu, anatoa maneno mabaya. Mimi sitamani kuliona hilo. Sikwambii ni muone baba yangu anapigana na mama yangu nyumbani. Sasa just imagine image kama hii, very bad image ya watoto wanaowaona 24/7 wazazi wao wakitukanana pale nyumbani. Niambie picha hii inakaaje kwa mtoto? Ndio maana na hili ndugu zangu, si kwamba hizi familia hazigombani, si kwamba watu hawagombani. Tunagombana sana na wake zetu, tunagombana sana, lakini jitahidi pia hata mkigombana isiwe mbele ya watoto. Kuna watu wengine hawawezi hilo. Unajua, mtu imefika pahali hawezi kuonyesha kwamba ana furaha wakati ana huzuni, ni ngumu. Lakini ukiwa na mke, jizoeshe hili jambo liwe la kawaida, kwamba unaweza ukaact kama una furaha. Sisi unaambiwa illa mtabku fatabakau. Sasa kama huwezi kulia, jilize. Sasa kama huwezi kufurahi, jifurahishe. Kukiwa na wageni, kutwa umegombana na mkeo, lakini wageni wakija, badilisha sura, ongea na mkeo, taniana naye. Wakiondoka tu wageni, ugomvi uko pale pale, darudi angalau sitaki mgombane, lakini anasema hivyo yani. Anasema yupo mtu mmoja alikuwa anagombana na mwenzake, basi kila mashehe walioletwa walikuwa nagonga ukuta. Mwisho wamempata, wakamwambia, bwana, mwenzako wiki ya pili, kesho kutwa anaenda hija, msamehe angalau kwa. Basi huyu bwana akasema, basi lini anasafiri, atarudi lini, atachukua muda gani?
kama wiki mbili, sema basi nimemsamehe kwa muda wa wiki mbili. Akirudi ugomvi unaanza pale pale. Yani namsamehe hii safari yake ya hija tu, mwacheni aende hija, nimemsamehe. Lakini akirudi tu, ndege ikitua tu, ugomvi wetu unaendelea. Yani ana msimamo katika ugomvi kuliko kuwa na msimamo katika kusameheana. Sasa na wewe, wageni wakija, basi akti kama hakuna kitu pale nyumbani. Watoto wakiwepo, ongea na mama yao vizuri. Yani kama umeshindwa kuondoa magomvi na magombano, basi at least katika temu hizi waonyeshe watoto kama hakuna kitu, mimi na mama yenu tunapendana. Kama umeshindwa kujizuia kabisa, mkamate mkono, ingia naye chumbani, mfungeni mlango, gombaneni huko kwa staili mtakayotaka kugombana huko, lakini sio hapa nje na watoto wanashuhudia. Utaona vitoto kama vimenyeshewa na mvua nini. Mama anatoa maneno makali, anamwambia baba. Siku nyingine baba ndio anaonewa kweli kweli pale nyumbani. Na kuna wanawake wengine wakifungua mdomo utafikiria jahannam inaanza kufunguliwa. Na baba siku nyingine yeye ndo mwanzilishi. Kwa hiyo hizi zinakwenda kuathiri tena na tena, mpaka watoto wanapata kwamba jawi iliyokuwa nzuri zaidi sio nyumbani, bora atoke. Sasa akitoka kule, kuna wazazi wengine wanamsubiri, kuna walimu wengine wanamsubiri, na vile vinavyokuwa kule ndivyo vinavyomfanya kumbe huku napata peace of mind kuliko nikienda nyumbani. Pale ndiyo mwanzo sasa wa kuharibika. Jambo la tatu ambalo tunaondokea nalo leo, nasema ni halatu talaqi wa ma yusahibuha min faqrin wa tasharrudin wa dhayaa. Yani sababu moja katika asbab za kuwafanya watoto waharibikiwe katika maadili ni zile hali za talaka zinavyotolewa na kile kinachokuja baada ya talaka na vile vinavyosababishwa na maisha baada ya talaka kwa mume au mke. Kuna mambo pale yanatokea mengi sana, mengi mno. Talaka, ndugu zangu, ni nyingi mno katika society yetu, na ukienda pahala popote ukiuliza katika ima ofisi ya kadhi au ofisi ya mufti, basi utakuta kuna mafaili chungu nzima, na kila kesi ikichambuliwa, ikitajwa, inamshinda mwenzake. Hizi talaka zimekwisha kuwashinda mpaka wale makadhi na majaji, namna ambavyo zimekuwa complicated. Wengine wanazitaka wenyewe wanawake, wengine wanapewa kwa dhulma na jeuri na udwan, wengine ni mambo ambayo hayaelezeki katika talaka. Inabidi kadhi azivunje ndoa kutokana na hali moja mpaka nyingine. Zinakuja kwa style tofauti tofauti. Baada ya talaka, victim wakubwa au dhahia, waathirika yani wakubwa, ni watoto. Ndio maana niliwahi kuambia, ukitaka kumwacha mke, pamoja na yote ambayo yanakufanya utoe talaka, basi kabla ya kumwacha fikiria haya mambo. Kwanza fikiria, na we mwanamke pia, kama maana wanawake ndo mstari wa mbele wao katika kuomba talaka. Mimi siwezi tena kuishi na wewe, mimi nahisi bora uniache. Kwa sababu wanawake wengi wanafikiria, wengi wao walio katika ndoa wanafikiria pale katika ile ndoa ile wanadhalilika tu kwa mtu ambaye hajajua thamani yake. Kwa hiyo anajua mimi nikitoka hapa kuna wengi ambao wananihitaji na nitapata better life kuliko ya mwanamume huyu. Ndio fikra za wanawake wengi walio wengi, kwa sababu hususan ukiwa umeolewa, ndio chuo chako cha kwanza, hujawahi kuexperience maisha. Kila kukicha unamdharau yule mumeo, unaona bwana niache tu, kwa sababu kuna wanaume wengi wanakudanganya. Ukipita ukienda sokoni wanakusifia, wanakupa maneno mazuri ambayo mumeo hakupi, labda wanakuhonga vizawadi vidogo vidogo. Unaona huyu sasa kama siku zote ananipa maneno kama haya kuliko yule babu kule, akinioa huyu mimi si nitakuwa nimestarehe. Unasahau kwamba hata huyu babu huyu unayeomba talaka huyu
Siku za mwanzo hivyo hivyo, alikuwa anatoa mashairi kila baada ya sekunde 2 anakupa. Zimepotea tu baada ya kuoana. Ndo wazungu sema nikah au zawaj maqbaratul hub, yani love inapotea. Nasema ile marriage ndo grave ya love. Ndio sema kwa sababu ya experience ya maisha ni yani ndoa ni kaburi la mapenzi. Ukishakuwa hujaolewa, mapenzi moto moto. Vijana hawa utaona hajatumwa hata zawadi anapeleka. Ikifika minasaba kama hii anapeleka futari, anapeleka nini. Sisemi yani kwamba ndo vitu vya kufanya, lakini unatumwa, hutumwi na mtu. Ukifika pale nyumbani, kama hujaposa ile, hujaoa, kama kuna watoto unawabeba beba, yani aonekane mchumba wake anapenda sana watoto, kumbe upendi hata mtoto mmoja. Unajionyesha tu mbele ya watu, wanacheka kwa sababu ndio mambo yao vijana. Unakwenda pale umevaa sunglass nini, mtanashati, unanukia, lakini ukija ukiolewa wewe hata roll-on utakuwa upaki, unanuka majasho kila wakati, unalala hivyo hivyo, hata miguu ukoshi, unanuka vumba hivyo hivyo, mnalala pamoja, unaiharibu ile ndoa. Kumbe mkiwa pamoja, ile ndio unatakiwa kila kitu kizidi kiwe kizuri. Sasa wanawake wengi wanafikiria mimi huyu akinioa tu, kama hakuna eda mimi ningekuwa naolewa siku ya pili. Na wengine utajara hivyo hivyo akaolewa ndani ya eda. Lakini sasa unachosahau ni kwamba binadamu huwa kuna vitu vinamfanya anakuwa ama. Kuna vitu vinakufanya unakuwa kipofu, huoni. Vipo vitu na vingi vimo katika ndoa. Kimoja kinachokufanya wewe kijana unakuwa kipofu ni ile wanasema tulul misas au tulul masis, kukikamata kitu kwa muda mrefu. Unapokishika kitu kwa muda mrefu wanasema tulul misas yubalidul ihsas. Kukikamata kitu kwa muda kinakufanya mjinga na kukupoteza hisia. Sasa kama hii tissue nikikamata muda mrefu, mwisho utakuwa sijui kama nimekamata nini. Sasa mke, si ndio maana umekaa naye sana, unaona baada ya kukaa na mume sana au mke sana, unaona zile hisia zimeshapotea. Na inatokea inakuwa hivyo kwa sababu ni binadamu. Wakati ulikuwa ukionana na mke wako wewe baada ya harusi, kijana, ulikuwa unakutana naye mara ngapi kwa siku? Sikwambii kwa wiki. Alafu day by day inapungua mpaka unakwenda kushtakiwa mara nyingine na mke wako. Mimi hanipi unyumba huyu, leo ni mwezi wa 10, mwaka huu unakaribia, na ukiulizwa unasema ni kweli. Sasa imekuwaje? Tulil misas, yale mazoea sasa yameshazoeana kila kitu. Unahisi kama tena unajilaumu, kwani mimi nilikuwa sioni mpaka nikamchagua mwanamke huyu? Hapana, ulikuwa unaona vizuri. Sasa kwa nini sasa namchukia sana? Na kinyume chake hivyo hivyo kwa wanawake, ni kwamba mmekaa muda mrefu, ile ni ibilisi sasa anakuchochea kukwambia huyu hafai tena, tafuta mwingine. Huyu hafai tena, tafuta mwingine. Na kule wanakusubiri tu, wengi wapo wengi. Na kama ni mke mzuri huyo, ni mke bora, basi jitahidi uendelee kuwa na subra naye. Na kama ni mume bora huyo, mwanamke, jitahidi uwe na subra naye, kwa sababu mke bora, mke mzuri hawaji wengi, anakuwa mmoja tu mara nyingi katika life. Hawana taaddud, yani haiwi kwamba mimi katika wake zangu 3 nilioa wote walikuwa bora, mmoja tu, basi kizidi 2. Ni bahati na mume vile vile. Kwa hiyo usijione kwamba huyu umemchoka ukaona utapata wengine. Pengine huyu ambaye ndo unamwacha huyu, anaondoka huyu, ndo best katika wale ambao ni wake zako. Wengine watakao kuja wote ni micharuko.
sasa huna habari. Kwa hiyo subra katika ndoa ni kitu kikubwa sana kabla ya talaka. Lakini wanawake ni wimbo wao. Tena nawaambia vijana, niache, utaniacha, utaitoa talaka. Hizi ni nyimbo za wanawake, ni mambo ambayo hayatoki katika ndimi zao, na mara nyingine huwa ni style ya kukufanya wewe utaharak, utambue umuhimu wake. Wanawake wana staili nyingi za kutaka kujua anapendwa au hapendwi. Moja katika staili kubwa, utanipa talaka yangu. Sasa ukiambiwa hivyo usiseme hanijui mimi kama ndo alwatan. Basi alafu unamuuliza unataka ngapi? Na wanawake wakikutajia